Nchi 5 baada ya plaster au kabla plaster? Kabla. Nionyeshe sasa kwenye maandishi. Naomba tape. Hiki ni 100. Hiyo ni 100. Usiwe na shida. Wewe leta tape tu. Wala haina shida. Yaani meo usiwe na wasiwasi. Mchoro inaonyesha. Let tape. Naomba tape. Pia anaongea kutumia kwa vile. Chitama. Nimeangalia plani ya ujenzi wa jengo hili unaendana na wakati, lakini nimejiridhisha baada ya kutembelea jengo hili thamani ya fedha iliyotajwa kuna uwiano mkubwa sana na ubora uliopo. Nimekagua aina ya matofali yaliyojengwa, lakini nondo zilizotumika, ukubwa wa nguzo zilizotumika, lakini pia hata jinsi wanavyofanya kazi ile hands on, na iona kana kwamba kuna ubora mkubwa sana. Lazima muwatangazie wananchi wote wapate taarifa juu ya biashara ambazo zitafanyika hapa, ili kila mmoja awe na haki ya kuomba kwa wakati, na muwe wazi kuwajulisha gharama za upangishaji kwenye eneo hili. Lakini ile miradi mnaona ni ya kimkakati, basi hakikisheni hao mnaowalenga nao wapate taarifa kwa wakati na wapate elimu ya kutosha juu ya ubora wa jengo hili. Mmeniambia hapa mna mpango wa kujenga. Angalieni soko la Tabora. Guseni wapiga kula wa Daktari Samia Suluhu Hassan ili nao waweze kumiliki nyumba katika maeneo kama haya. Hilo naombeni sana muliangalie. Tayarisheni miradi inayogusa wananchi wa kawaida ili waweze kupata na wao umiliki wa nyumba zinazojengwa na shirika lao pendwa. Shirika hili limejengwa baada ya uhuru tu. Tafsiri ya uhuru ionekane kwenye kazi mnazozifanya. Shirika hili zaidi ya kujenga tu, lakini mna wajibu wa kuanzisha viwanda vya kuzalisha vifaa vya ujenzi. Nimepata taarifa mmeshaanza mchakato wa kutengeneza viwanda mbalimbali. Hakikisheni hayo mnayafanya. Lakini angalieni katika hatua zote za ujenzi mnazofanya hapa, jamii inayowazunguka hususan wakazi wa Tabora wafaidike na mzunguko wa fedha wa bilioni 1.4, nikimaanisha watu wanayefanya kazi hapa sio lazima watoke Dar es Salaam, watoke Kigoma, watoke wapi. Mimi naamini Tabora hii kwa maendeleo yaliyokuwepo kuna mafundi hapa. Kwa hiyo wewe NHC jitahidi kutumia mafundi wenye ujuzi wasioharibu ubora wako, watoke kwenye maeneo hapa. Ni rai yangu kwa wakazi wa Tabora, hii ni fursa. Mheshimiwa Naibu Waziri ameelekeza tupewe kipaumbele. Kwa hivyo na wao wasikae nyuma, wajitokeze kuhakikisha kwamba wanagombania hizi fursa ambazo ziko hapa, biashara lakini pia na makazi ambayo yako katika eneo hili yatakapokamilika, ili basi wanufaika wa kwanza wawe ni wakazi wetu wa wilaya Tabora, lakini na mkoa kwa ujumla wake. Sisi jukumu letu ni kusimamia, na maelekezo ambayo ameyatoa tutayatekeleza kuhakikisha tunasimamia miradi hii inatekelezwa katika hali ya ubora, lakini kubwa sana kumnufaisha mwananchi ambaye ni mkazi wa Tabora katika fursa zote ambazo zinapatikana hapa, kwa maana ya biashara kama ambavyo imesemwa, lakini pia na makazi kama ambavyo yanaonekana kukamilika kwa jengo hili yatakavyokuwa.